katika mapato yenu yote ya fedha za kigeni mtakusanya kiasi gani, na mahitaji yenu ya import na matumizi ya nje ni kiasi gani, pengo lenu kiasi gani. Kwa pale wanakaa Uingereza anasema nitawapeni dola milioni 50, Norway 70, World Bank wanajazia pale, ndio mnajaza ile. Lakini part ile, na ndio mzee Msuya alikuwa ananiambia, hakuna kitu kinachodhalilisha kwa waziri kama kwenda kwenye mkutano ule wa Paris, kwa sababu unafika mahali unatolewa nje, wanazungumza wao, halafu ndio unaitwa njoo sasa bwana mdogo. Tumekubaliana yafuatayo, lakini aliniwekea misingi, nimekwenda kule nikafanya kazi vizuri. Kwa hiyo jamani, huyu mzee huyu ndio maana nimesema na mie ni baba yangu kwamba kama, lakini pia amenilea. Ila lingine ambalo nataka kulisema, mawili ya mwisho kabisa. La kwanza, huyu ni mvumilivu na ni lazima kitu cha kuiga. Alikuwa waziri mkuu, aliteuliwa kula waziri mkuu alikuwa Edward Sokoine. Edward Sokoine akaugua, akaenda nje kwa ajili ya matibabu, lakini pia alitumia muda ule kwenda kusoma. Akateuliwa mzee Msuya kwa waziri mkuu. Sokoine aliporudi, mwalimu akamwambia wewe sasa basi ulikuwa unashikilia. Amerudi mwenyewe. Sasa nalo nilikuwa nataka moyo jamani, akarudishwa kwa waziri wa kawaida wa fedha tena. Kwa hiyo kusema hili nalo ni moja la kujifunza kwamba jamani, huyu mzee huyu ni mtu wa aina yake, kwamba unakuwa waziri mkuu, unaondolewa, unakuwa waziri wa kawaida kwenye wizara ambayo umekushafanya. Ameifanya bila kinyongo, akamaliza, akaingia mzee Mwinyi akamchukua, akawa waziri wake wa fedha, baadaye akambadilisha kwa wa viwanda. Kwa hili lingine la mzee huyu nilikuwa nataka kwa kweli nilieleze. Huyu si mwanadamu wa kawaida tunaowajua sisi. Maana hana kinyongo. Mnakaa naye mzee Msuya wala hakukumbushi kwamba unajua mimi nishaikuwa waziri mkuu. Mnakaa kama mtu wa kawaida tu hivi. Kwa hiyo nasema jamani, nayo ni sifa nyingine kwa vijana ambao mtapata nafasi hizo za juu za uongozi. Kwa hiyo jamani, la tatu muhimu kabisa, ndio la mwisho kabisa, alikuwa mshauri wangu nilipokuwa rais. Lakini ushauri wake wala sio lazima umwite. Akiwa na jambo unapata ujumbe wa mzee Msuya anataka kukuona, mbia sawa mwandeni aje. Anakueleza kuna hili, kuna hili, kuna hili, kuna hili. Siku nyingine anakusifieni, mmejenga sekondari za kata, nimefurahi. Siku nyingine anawagonga, mbona hili mnafanya hivi, mko hivi, mko hivi, mko hivi. Lakini kubwa katika yote, hajaitisha press conference hajaitisha mkutano wa waandishi wa habari kwenda kusema serikali hii inafanya mambo haya ya ovyo, haya ya ovyo, haya ya ovyo. Hayo nilidhani niyaseme. Sasa kama nimechukua muda wako mwingi, basi haya uyaone hayana maana. Asante sana Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa somo zuri kabisa kwetu. Tumeshiba vya kutosha. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninayo heshima nimkaribishe Mheshimiwa Hemed
Suleiman Abdullah, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar na mwenyekiti mwenza wa kamati kuu ya mazishi ya viongozi kitaifa. Karibu sana. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa viongozi wote ambao mko hapa, wanafamilia nyote, ndugu, jamaa na marafiki ambao sote tumehudhuria hapa kwa ajili ya kumuaga mzee wetu na baadaye kwenda kumlaza katika nyumba yake ya milele. Mheshimiwa Rais, nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kutujalia uhai, lakini pia kutuwezesha kuhudhuria katika shughuli hii muhimu, shughuli ambayo Mheshimiwa Rais ulitupa maelekezo mimi na wenzangu wakati ule tukiongozwa na Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa kamati yetu, ya kusimamia utaratibu mzima wa maandalizi ya mazishi ya mpendwa wetu hayati Mheshimiwa hayati Cleopa David Msuya. Mheshimiwa Rais, miongozo yako ulituelekeza tuhakikishe tunafanya maandalizi ya kuhakikisha tunamstiri mzee wetu kwa heshima inayostahiki. Mheshimiwa Rais, napenda nikuthibitishie na Watanzania wote naamini wameona hili, kwa kushirikiana na familia, kamati yetu tulifanya kila linalowezekana kuhakikisha heshima ya mzee wetu huyu, mpendwa wetu ambaye kwa kweli amefanya mengi mazuri ndani ya taifa letu, tunayakamilisha kwa salama, lakini kwa kiwango ambacho kinastahiki ya kumpa mzee wetu huyu. Nichukue nafasi hii kwa dhati kabisa kuwashukuru sana familia kwa mashirikiano makubwa waliotupa tokea siku ya kwanza baada tu ya kutokea msiba huu hadi hapa ninaposimama. Kwa kweli familia wametupa mashirikiano makubwa sana. Hongereni sana familia. Lakini Mheshimiwa Rais, niwashukuru sana viongozi wetu wa dini kwa kazi kubwa ambayo wanaendelea kuifanya, na niwashukuru sana Watanzania wote. Siku ya tarehe 11, Mheshimiwa Rais, tulifanya shughuli ya kuaga pale Dar es Salaam Karimjee. Mengi yalizungumzwa, lakini Watanzania wengi walijitokeza. Tunawashukuru wote. Lakini pia Mheshimiwa Rais, jana wakati mwili umeletwa kwenye mkoa wa Kilimanjaro, barabarani, uwanja wa ndege, hadi unafika wilaya hii ya Mwanga, Mheshimiwa Rais, watu wengi wamejitokeza kutoa salamu zao, kumlaki mzee wetu. Haya yote ni mapenzi na kuonesha upendo wa mzee wetu huyu ambaye kwa hakika sote tunakubali kwamba amefanya mambo makubwa sana. Mheshimiwa Rais, shukurani pia ziendee kwa kamati ya maandalizi ikiongozwa na Kassim Majaliwa na mimi mwenyekiti mwenza, lakini na kamati tendaji ambayo kwa kweli inaongozwa na Dr.
Katibu Mkuu Kiongozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini nimshukuru sana CDF na timu yake yote na wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama kwa kazi kubwa ambayo kwa kweli wameifanya kuhakikisha jambo hili linakaa vizuri. Lakini nimshukuru sana Mheshimiwa Lukuvi pamoja na Mheshimiwa Hamza na mawaziri wengine ambayo timu hii Mheshimiwa tuliitanguliza kwa ajili ya kushirikiana na wenzetu wa mkoa wa Kilimanjaro lakini na familia ili kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri. Kwa kweli nawashukuru wananchi wote, lakini nakushukuru sana Mheshimiwa Rais miongozo hii ambayo litupa na hadi leo tunaweza kufika hapa ambapo tunaamini muda mchache ujao tutakwenda kumstiri mzee wetu pale pahala ambapo itakuwa ni nyumba yake ya milele. Mheshimiwa Rais, baada ya shukrani hizo nilipenda niseme neno moja tu la mwisho, kwa sababu nami nimejifunza mengi sana. Tokea juzi wakati tumeanza pale Karimjee, wataalamu wengi walisimama kumzungumzia mzee wetu hayati Mzee Msuya. Mazuri mengi ameshazungumza, wala sitaki kuyarejea hayo. Sote tunakiri Mzee Msuya alikuwa ni mtu wa aina yake, ameisaidia sana Tanzania, amefanya kazi kwa uzalendo mkubwa, amefanya kazi kwa kujitoa. Lakini kati ya haya yote ambayo yamezungumzwa juzi na leo, lakini na wengine walikuwa wanahojiwa kwenye vyombo vya habari, Mheshimiwa, nimejifunza kitu kimoja kikubwa sana. Saa nyingine uongozi unahitaji maamuzi magumu. Inawezekana watu wasiyaelewe leo, lakini kesho yake wakayaelewa na wakayafurahia. Na inawezekana hata wewe ulioyatoa maamuzi hayo magumu ukawa hupati nafasi ya kuyasimulia, wengine wakavaa makoti ya kuyasimulia zaidi. Mheshimiwa Rais, nikupongeze sana. Umefanya maamuzi mengi magumu ndani ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikiwemo suala la DP World na mengineo. Nimetaja hilo moja tu. Lakini na Zanzibar nimpongeze sana Dr. Hussein Mwinyi. Amefanya maamuzi mengi magumu. Na kule Zanzibar ni suala zima la airport ya Zanzibar kuwapa Denata kwa ajili ya kuiendesha. Yako mengi, lakini nimetaja moja moja kila upande. Watu walikuwa na maneno mengi wakisema mambo mabaya dhidi ya viongozi, lakini badala yake wote wameona namna gani mafanikio makubwa baada ya maamuzi yale magumu. Hii inatufunza wale walio na maono, Mwenyezi Mungu amewajalia, tuache watoe maono yao kwa Watanzania, faida tutaipata sote Watanzania. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana na washukuru nyote kwa kunisikiliza. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu ailaze roho ya marehemu mahala pema peponi. Nashukuru sana. Asante sana Mheshimiwa